Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya siku ya Ijumaa Kuu. Wazo kuu la siku hiyo ni giza la msalaba, mwanga wa wokovu. Mtumishi anayeteswa na ni kuhani mkuu mwenye huruma. Ndugu wapendwa katika Kristo, leo kanisa linasimama katika ukimya mtakatifu mbele ya fumbo ya msalaba. Maneno ya nabii yanatimia: tazama, mtumishi wangu atafanikiwa, atatukuzwa na kuinuliwa juu ya msalaba. Tazama, huyu mtumishi anainuliwa juu ya msalaba. Kinachoonekana ni kushindwa kwa utukufu na huruma ya Mwenyezi Mungu, lakini kinachoshinda siku hii ya leo ni upendo wa Mwenyezi Mungu. Lakini Ijumaa Kuu inafunua fumbo la msalaba kama ishara kuu ya upendo wa Mungu. Kinachoonekana kuwa ni mateso na kushindwa, kwa hakika ni ushindi wa huruma ya Mungu. Kristo anajitoa mwenyewe kwa hiari yake kwa ajili ya wanadamu, akitimiza unabii wa mtumishi mteswa na kuonekana kwamba wokovu haupatikani kwa njia ya hivi, bali ni kwa njia ya sadaka. Msalaba hauwi tena alama ya kukata tamaa, bali kiti cha enzi ambacho Mungu anamimina upendo wake kwa ulimwengu. Wakati huo huo, msalaba unaonyesha ule uzito wa dhambi na kina cha huruma ya Mwenyezi Mungu. Dhambi ya wanadamu zilizosababisha kukataliwa, kusulubiwa kwa Kristo, lakini yeye anajibu si kwa hukumu, bali kwa msamaha. Baba, uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Kwa maana hawajui watendalo. Hapa tunaona kuwa hakuna dhambi iliyo kubwa kuliko huruma ya Mungu. Kwa hiyo Ijumaa Kuu ni mwito wa kila mwamini kutubu, kuwa mnyenyekevu na kumtumainia Mungu mwenye huruma isiyo na mipaka. The cross becomes the place where justice and mercy meet. Sin is judged, yet sinner are saved. Nabii Isaya anatupatia picha ya kushangaza: mtumishi anayekataliwa, kuumizwa, kupondwa, si kwa ajili yake, bali kwa ajili yetu. Hapa tunagundua ukweli wa kina: Mungu hatuokoi akiwa mbali, anachukua mateso yetu juu yake mwenyewe. Tukiwa tumeelemewa na maumivu ya familia, kazi, kukataliwa na magonjwa, Ijumaa Kuu inatufundisha utiifu na maana ya mateso katika mpango wa wokovu. Kristo anajisalimisha kikamilifu kwa mapenzi ya Baba, akituonesha kwamba utakatifu wa kweli upo katika kujiachilia kwa imani. Kupitia mateso yake, mateso ya kibinadamu yanapata maana mapya. Yanapounganishwa na Kristo, yanakuwa na thamani ya kiroho na kuwa njia ya neema. Hakuna mateso yanayopotea yanapotolewa mbele ya msalaba. Ijumaa Kuu inatuonyesha kenosis. Good Friday revealed what theology calls kenosis, God's self-emptying. Tunaipata Wafilipi sura ya 2 aya ya 7. Ndugu, Ijumaa Kuu inatualika katika ukimya mtakatifu kutafakari na kuwa na matumaini katika utulivu wa siku hii takatifu.
Tunajifunza kumtumainia Mungu hata katikati ya giza na sitofahamu za ulimwengu huu. Ingawa imejaa huzuni, Ijumaa Kuu hubeba ndani yake ahadi ya ufufuko. Msalaba si mwisho, wapendwa, bali mwanzo wa uzima mpya, ukituita kuishi katika upendo, msamaha na matumaini yasiyotikiswa. Tunaambiwa Kristo alijifunza utii kwa njia ya mateso. Huu sio udhaifu, bali ni uhuru wa hali ya juu. Ulimwengu unapotukumba na kutupa mawazo yake ya kwamba uhuru ni kufanya tunachotaka, lakini msalaba unatufundisha uhuru ni kuchagua upendo hata kama una gharama. Hivyo msalaba si kushindwa, ni ushindi wa upendo dhidi ya ubinafsi na unyenyekevu dhidi ya kiburi. Mtumishi anayeteseka habebi mzigo wake mwenyewe, bali wetu pia. Katika majeraha yake tunaona uzito wa dhambi, lakini zaidi sana wingi wa rehema ya Mungu. Haipingani, inakubali. Hashitaki, lakini anakomboa. Ukimya wake si udhaifu, bali ni sauti kuu ya utii wenye upendo. Ndani yake tunaambatana na sadaka iliyo takatifu, bali pia kuhani huyu mkuu wa milele anayepenya si patakatifu pa dunia, bali ndani ya kina cha mateso ya mwanadamu, akituchukua pamoja naye hadi moyoni mwa Mungu. Msalaba unakuwa madhabahu, mwili wake unakuwa sadaka, damu yake inakuwa agano la upatanisho. Basi na tusogee karibu, si kwa hofu, bali kwa unyenyekevu na matumaini, kwa maana yeye aliyeangikwa msalabani anayajua majeraha yetu, anabeba huzuni zetu, na hata sasa anatukomboa katika ubaya wetu. Ndugu wapendwa, tunapotafakari hii siku ya Ijumaa, tunaitwa kusogea na kuabudu msalaba. Na tunapoabudu leo hii, tusikie Kristo akituambia mioyoni mwetu, nimefanya haya kwa ajili yako. Nasi tujibu si kwa maneno tu, bali kwa maisha yetu, kwa kumtumainia, kwa kuishi katika upendo wake na kwa kufuata njia yake ya sadaka. Katika saa hii takatifu, hatukumbuki tu, bali tunaabudu. Tulia katika moyo wako ukitafakari, lakini pia usilie tu kwa huzuni, bali kuwa na matumaini, kwa maana ndani ya ubavu uliodungwa wa Kristo kuna chemchemi ya uzima, na kuna giza la siku ambazo zinakuja. Yeye huliondoa hilo giza. Pambazuko la utukufu wa umilele linatokea siku hii ya leo ya Ijumaa Kuu. Msalaba mtakatifu, salamu, tumaini letu la pekee. Tumsifu Yesu Kristo.